Je, nina hatia kukataa kuenda likizo na watoto wa dada yangu? Dada yangu Lisa ana watoto watatu, Ben, Emma na Jack, miaka 10, 8 na 6. Mimi niko karibu sana na wapwa zangu na pia tena hupenda kwenda nao kwa safari za siku moja na kufanya vitu vya kufurahisha pamoja. Ni watoto wazuri, lakini huenda wakawa na kazi nyingi, hasa wakiwa wote pamoja. Hivi punde nilipanga safari ya siku moja ya likizo ya peke yangu kwenda kwenye ufuo wa bahari. Nimekuwa nikifanya kazi kwa muda mrefu mwaka uliopita na nilihitaji sana muda wa kupumzika na kurudisha nguvu zangu. Wakati Lisa alipogundua mipango yangu, akauliza ikiwa ningechukua watoto wake pia niende nao. Yeye na mume wake walikuwa wanapitia hali ngumu na wangependa kuwa na wakati peke yao ili kuzungumza kuhusu uhusiano wao. Ingawa nilielewa hali yake, wazo la kuchukua watoto watatu wadogo kwenda nao likizo halikuwa jambo la kuwa litanisaidia kupumzika. Lilionekana kuwa ni jambo litanipa kazi nyingi. Nilimwambia Lisa kuwa nilitaka muda huu kuwa peke yangu, na nikamwambia kuwa tungepanga safari ya kwenda ya kuwa pamoja na familia hapo mwakani, wakati nitakuwa nimejitayarisha zaidi. Lisa alikasirika na kusema kuwa nilikuwa mbinafsi. Alibisha kuwa mimi huwa ninaweza kukaa na watoto wake vizuri na wao pia wananipenda. Kwa hiyo haingekuwa jambo kubwa. Wazazi wetu pia wanafikiria kwamba ningewasaidia ili kuwachukua watoto kulingana na hali iliyoko katika familia yangu. Niliona kwamba ni jukumu langu kama mjomba kumsaidia dada yangu wakati huu mgumu. Waliona ni kwamba ni jukumu langu kama mjomba kumsaidia dada yangu wakati huu mgumu. Nilihukumika kwa kusema hapana, lakini nahitaji nafasi hii kuwa peke yangu. Lakini pia kujitunza na kurudisha nguvu zangu. Rafiki zangu wanakubali kwamba haikuwa vizuri kwa Lisa kuniweka katika hali hii. Lakini familia yangu wanaona kwamba ni mimi nilikuwa na hatia. Kwa hiyo, je, nina hatia? Mwandishi ametoa maelezo yafuatayo ambayo yangechangia kumfanya kuwa na hatia. Huenda nikawa nina hatia kwa sababu niliamua kufanya jambo peke yangu badala ya kuwachukua wapwa zangu. Haya, hebu tuone alivyoambiwa na wenzake hapa alipouliza hili swali. Apartheid alimwambia, "Una hatia. Umesema kwamba unahisi kuhukumika ingawa unahitaji nafasi hii. Na pia unawapenda wapwa zako. Lakini pia unahitaji kujitunza. Ndiyo, fanya kama unavyohitaji. Na wewe pia una hekima ya kutambua kwamba unahitaji muda huu kwa peke yako. Rafiki zako wanakubali kwamba haikuwa vizuri Lisa kukuwekea jukumu hili. Wako sawa. Lakini familia yako wanaona kwamba wewe una hatia kwa kukataa. Basi ikiwa wana hivyo, wanastahili kuchukua jukumu hili na kumsaidia dada yako ili kuchukua watoto wakati huu na kukaa nao.
Sudge anasema, mimi kila wakati huendelea kushangazwa na familia jinsi wanavyohisi kuwa na haki juu ya watu wengine. Sina maneno ya kusema. Tafadhali furahia muda wako bila kuhisi hukumu yoyote. Ikiwa dada anahitaji msaada, panga kitu kingine na watu wengine, lakini sio kuchukua muda wako ambao tayari umeshajipangia ili ukapumzike na akasirike wakati unasema hapana. Mimi sielewi watu hawa kabisa. Dilmandir anasema, la, una hatia. Hapana ni sentensi kamili. Ulijitolea kukaa nao wakati mwingine baada ya kupumzika. Hiyo lilikataliwa kwa sababu hawataki kusubiri au kutumia pesa zao wenyewe ikiwa wanaweza kufanya wakati huu. Je, kwa nini mama yako au baba yako awachukue kwa muda huu wa wikendi moja ili Lisa na mume wake wapate nafasi? Je, wanafamilia wengine hawapo? Ningemwelezea tu kila mmoja kwamba mimi sichukui watoto kwa likizo. Na ikiwa mtu yoyote anataka kusaidia, basi itakuwa vizuri ukiweka mipaka na wajue kwamba hii mipaka yangu haitavukwa, na wewe sio yaya wao wa kibinafsi wa kila wakati. Mr. Fruitfly alimwambia, una hatia. Familia yoyote inakufanya ujihisi kwamba una hatia, wanaweza kuwachukua watoto au kuwaweka kwa siku kadhaa tu ili dada yako na mumewe wawe na wakati wa kusuluhisha matatizo yao. Ninaamini kwamba familia hiyo inasaidia au unasaidia watu unaopenda, na ninafurahi kukaa na watoto wa dada yangu wakati ninaweza, na pia nimechukua nafasi kukaa nao wakati mwingine. Lakini kuchukua watoto watatu kwa likizo ni kazi ngumu, na pia hauna jukumu la kufanya hilo, na pia ni jambo la kibinafsi kabisa mtu kukuambia ufanye jambo hilo. Mwambie mama yako kwamba unafurahi kwamba anatambua kwamba dada yako ana matatizo. Kwa hivyo angeweza kuwachukua watoto kwa muda wa wiki moja, na pia hata ungesaidia. Ikiwa atachukua watoto ikiwa uko likizo, ungefurahi kugharamikia pesa za matumizi za watoto. Wakati wa kuwachukua watoto kwenda nje kutembelea mandhari na kuwanunulia chakula au chakula cha jioni, ikiwa anataka kupanga au achukue kwa wiki. Wakati utakuwa umerudi kutoka likizo, utasaidia na pia utaweza nao matembezi. Mwambie mama yako awachukue kulingana na hali iliyo sasa. Wazazi wako wangetakikana kusaidia na pia kujua kwamba dada yako angewauliza msaada, wangefurahi kuingilia na kusaidia. Ikiwa wanakutaka wewe pia usaidie, mbona wanakuuliza wewe uchukue watoto watatu wakati wa likizo na utakuwa peke yako kuwatunza, pia kuwalipia, na ulikuwa umejipangia kuwa hili likizo ni ya mtu mmoja peke yake? Kwa hiyo wao kuwachukua watoto wakati kuna familia kubwa ambayo ingesaidia, sio, haitakuwa kazi ngumu kwao. Alipowani wa mwisho anaitwa Infinite alimjibu akamwambia, una hatia. Nenda ukafurahie likizo yako, na ikiwa wazazi wako wanashughulika sana kuhusu dada yako, kwa nini wasichukue watoto kwa muda wa wiki moja? Je, unadhani kuwa mwandishi ana hatia kukataa kuwachukua watoto wa dadake kwenda nao likizo?
Tafadhali tupe jibu lako.